Nakumbuka baada ya kutokea kwa janga hilo la moto, mara moja uielekeza ofisi ya waziri mkuu kufika eneo la tukio ili kusimamia na kuratibu hatua za haraka za kukabiliana na athari zilizojitokeza na kurejesha hali ya utulivu katika soko. Sambamba na hilo, ulielekeza Wizara ya Fedha kutafuta fedha kwa kubana matumizi yoyote yasiyo ya lazima ndani ya serikali ili fedha ipatikane kwa ajili ya kurejesha jengo hili la soko la Kariakoo, na tena ukaelekeza lijengwe jipya na kuliboresha lililokuwepo na tena liwe bora kuliko lile lililokuwepo. Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia wakati unaelezewa na mtendaji mkuu wa shirika la masoko ya Kariakoo ukidhihirisha kwamba soko hili lililojengwa kwa kutumia maono yako limekuwa na maboresho mengi tena ya kisasa na yamefanyika, ikiwemo kufunga mifumo mpya ya tehama, mifumo ya kinga na tahadhari za moto, mifumo ya uingizaji wa hewa safi, mifumo ya kisasa ya umeme, jenereta kwa ajili ya dharura, pamoja na kufungwa kwa kamera za ulinzi yani CCTV. Hali inayoonyesha kwamba shughuli za soko hili zitaendelea kwa masaa 24 kukiwa na uhakika wa usalama na hali inayopendeza. Mheshimiwa Rais, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Waziri wa Nchi wameelezea hapa miradi ya maendeleo inayotekelezwa. Miradi ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametolea taarifa hapa kwamba inaendelea kutekelezwa. Hii ni miradi kwa ajili ya mkoa wa Dar es Salaam. Ni miradi ambayo inatekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, ungempa nafasi hata wa mkoa jirani wa Pwani angesema vile vile. Hii ni hali halisi inayoendelea kwa nchi nzima. Kazi ambazo amezisema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndivyo zinavyoendelea katika mikoa mingine, na hii inaendelea kuelezea kwamba Mheshimiwa Rais, unapoahidi unatekeleza. Uliahidi kwamba miradi pamoja na baadhi ya hatua zitatekelezwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwako. Nitumie jukwaa hili kukuarifu kwamba ahadi ulizozitoa zote zimetekelezwa, ambazo uliahidi kwamba zitaanza kutekelezwa ndani ya siku 100 zimetekelezwa, ikiwemo walimu 5,000, walimu 7,000 wamekwisha kuajiriwa na wameshapewa barua, wamesharipoti kwenye vituo vyao. Watumishi wa afya 5,000 wameshaajiriwa na wamepelekwa katika vituo vyao. Na Mheshimiwa Rais, juzi nilikabidhi hundi ya bilioni 200 ambayo uliitoa kwa ajili ya shughuli hizi za biashara ndogo na zile zinazoanza. Mheshimiwa Rais, uwekezaji huu unaofanya ni ushuhuda kwamba falsafa yako ya kazi na utu inatekelezwa kwa vitendo. Nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, tutaendelea kusimamia maelekezo yako kwa weledi, uadilifu na uwajibikaji mkubwa, ili kote ambako umeelekeza kazi ifanyike iweze kusimamiwa na kufanyika. Na Mheshimiwa Rais, uliniita ukanielekeza kwamba mbali na soko hili la Kariakoo pamoja na masoko mengine ambayo yanaendelea kujengwa, umeelekeza katika mwaka wa fedha unaokuja kila jiji, manispaa na halmashauri ambazo zina wafanyabiashara wengi kuanze kutengwa 5% nyingine sambamba na zile zinazotumika kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake na makundi ya watu wenye ulemavu, ili 5% hizo ziende kujenga miundombinu ya masoko. Mheshimiwa Rais, tayari tumeshakaa na wizara zinazohusika ikiwemo Wizara ya Fedha ili kuweza kutekeleza maelekezo yako haya. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa mara nyingine kwa kazi kubwa unayofanya, na niwahakikishie Watanzania nchi iko katika uelekeo sahihi
inasonga mbele kwa mwendo kasi sahihi, na Mheshimiwa Rais, tuna uhakika mambo haya yote ambayo umeyaelekeza yatafanyiwa kazi, na tumejipanga, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri pamoja na wakuu wa mikoa, kuendelea kutembelea maeneo haya ambayo miradi inatekelezwa ili kuweza kuhakikisha kwamba maelekezo yako yanatekelezwa kwa usahihi. Hadhara hii Mheshimiwa Rais ni ya kwako. Pamoja na hafla hii ya leo, nimalize kwa heshima kubwa na taadhima kukukaribisha ili sasa uzungumze na hatimaye kufungua rasmi soko kuu la kimataifa la Kariakoo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa, karibu uweze kuongea na hadhira hii pamoja na Watanzania. Makofi mengi.